hakuwa anajua mechi by the way. But mimi nilikuwa tunampenda bure. Imagine nilikuwa napenda wewe. Na ulikuwa na watu wengine? Why date mwanaume mwenye hana pesa? Usiwahi. Never. Usiwahi. Cousin yako ako better than me. Akaniambia of course my cousin is better than me. Nikamwambia why? Hadi na kopa loan nampea alipe rent. Wow. Alipe rent. Nataka tuangalie ni sababu gani zinazofanya mtu anapoteza feelings kwa mwenzake. Huo mtu anakuwa amefanya nini? Unaweza kupata mtu umeanza kumchukia. Siwezi sema ni from nothing, lakini kuna sababu. Japokuwa mwenye unachukia yeye anakuwa ajui mpaka mmeachana na baka kijiuliza ni nini nimefanya baya. So ni nini unakuwa umeangalia ukaona hii kitu kiende sawa? Wewe kwa upande wako vipi? Kwaje? Okay. Sasa mimi niseme story. Mimi nilikuwa na mtu na nilikuwa nampenda sana. Imagine tulianza kudate from 2016 by the way. So tukaanza kudate, tukadate vizuri 2016, 2017, 2018, 2019. So ilifaa tuoane, unaona. Na mimi nilikuwa namtrust by the way. Sikujua kama maybe anaweza nicheat ama anaweza kuwa na mtu mwingine apart from me. So kulikuwa na kazini yake. Juu sasa mimi sijui kama ni kazini yake but alikuwa ananiambia ni kazini yake. So mimi sikuwa naishi naye, nilikuwa naishi kwetu. So huyo kazini yake, juu aliniambia ni kazini yake, mimi nikachukulia ni kazini yake. So dem alikuwa anakuja, anafua, anaosha nguo, anafanya kila kitu, anamop, anamfanyia tu kila kitu, kama ni maji anamchotea. So huyo the so called cousin, juu mimi sikujua, maybe alikuwa amenifull, hata sikujua, juu alikuwa ananiambia ni cousin. So mimi naenda huko napata kila kitu ni safi, mimi siongei. In fact hata before your dem aende anapika hadi sapa. Juu mimi nilikuwa naenda mostly nilikuwa naenda weekends. So maybe nikitoka job naenda Saturday jioni napata huyo dem ashapika sapa. So mimi nilikuwa nasema kama ni kazi yake haina nini, haina tatizo. Wewe unatoka kwako unakuja kwa jamaa. Unapata kuna dem sasa simpati, napata ashafanya hadi ameenda. Ashapika hadi afanya nini? Lakini hiyo dem wewe ulikuwa umemuona? Nilikuwa nimemuona. Unaona, nilikuwa nishamuona. So mimi na assume tunaona mtu mwenye anafanya kila kitu hadi mango zangu zinabaki huko, sometimes anafanya nini? Anazifua. So mimi sikuwa na shida na hiyo. So mimi nilikuwa naona nani ni kazi. So ikaenda hivyo. So kuna wakati tulikosana na yeye na huyo jamaa wangu. So wenye tulikosana akaniambia huyo dem ako better than me. Unaona? Akaniambia huyo dem ako better than me. Nikamuuliza cousin yako ako better than me? Akaniambia of course my cousin is better than me. Nikamwambia why? Akaniambia at least hiyo anafua, anamfanyia. Nikamwambia sasa kama ni cousin yako na cousin yako akifanyia kitu si una appreciate. Anasema at least cousin yangu ananifulia. Akaniuliza ushawahi nifulia? Na reason as to why tulikosana juu hiyo dem. Juu kuna wakati hakuwa amelipa rent. So when hakuwa amelipa rent akafungiwa nyumba na landlady. So when alifungiwa nyumba na landlady akaenda kwa ukina huyu dem mwenye aliniambia ni cousin yake. So mimi kumpigia simu usiku hataki ku receive calls zangu. So nikamuuliza shida ni nini? Hataki kupick call, hataki kuniandikia message nijue shida ni nini. So mimi nikatext cousin yake mwenye ambaye siwezi taja jina lake by the way. Nikamuuliza umeongea na mtu fulani? Akaniambia tumeongea naye ako kwangu. Nikamwambia ako kwako na kuna brothers zake hapa Nairobi. Aje sasa. Huyo demu akaniambia usitake jua. So huyo demu ni yule cousin? Sasa huyo cousin. Huyo ndio sasa umepigia simu? Okay.
Akaniambia ati usitake jua. Sikuwa na amani. Sikuwa na amani the whole night. Na demu hakukuja kukuambia kama yeye si kazi? Sasa si ndio tunaendelea na story. So huyo demu akaniambia usitake jua. Sikuwa na amani the whole night. So kabla tufike hapo, umewahi shuku chochote kuhusu hao watu? Sijawahi shuku. Ama marafiki wakwambie manzi mbona iko hivi na hivi, jamaa wako ni kama ni maraya na watu. Ujawahi sikia story kama hiyo? Hapo na marafiki. Akitoka kwake ni kwa brother yake. Akitoka kwa brother yake ni kwake. So sikuwa na shuku, unaona. So nilianza kushuku. Sasa jamaa ametoka Ushago akakuja Nairobi, akakuja kwa kazini yake. Alikuwa sasa ndo amefungiwa nyumba ni mtu. Alifungiwa wapi? Hapa Nairobi. Jamaa bado anaishi hapa Nairobi, si Ushago. Si Ushago, hapa tu Nairobi. So hiyo siku ndo nilianza kumshuku. Ni kama ananicheat na yule mwenye aliniambia ni nani? Ni kazini yake, unaona. So hiyo siku sikuwa na amani. Hata sikulala. In fact nililia the whole night. So ikafika asubuhi, ilikuwa kuamkia Monday niende kazi. Nikamwambia nitakuja jioni juu sometimes nilikuwa naenda huko maybe kama ni Monday jioni natoka huko Tuesday asubuhi nikifanya nini? Nikienda job. Akaniambia usifanye nini? Usikuje. Juu sasa alikuwa amelipa sasa rent, ametoka kwa kazini yake. Nikamwambia nitakama, akaniambia usifanye nini? Usikuje. Hajawahi niambia hivyo. Nikanyamaza nikasema, hapa nitatoboa kweli. Nikanyamaza tu mimi nikashughulika nikaenda kazi. Nikarudi. Hajanitext the whole day. Hadi kupiga tu simu hajanipigia. Nikanyamaza tu. Haya nampigia, hataki kureceive calls, ananiongelesha vibaya. Nikasema juu nampenda, nitaendelea tu kufanya nini? Kuforce issue. Kuna siku nikaenda huko like sikuwa nimemwambia. Ni mtu wa kunywa pombe. Nikapata pombe iko hapo. Nikampata hayuko. But alikuwa venye tu mtu anaweza sukuma mlango lakini hajaifunga. Nikapata hapo pombe. Nikanyamaza tu nikasema nikapata manguo za demu ziko hapo kwa besi. Sasa za huyu kazini yake. Mimi nikaingia tu nikakaa. Akaingia akaniambia nani amekwambia ukuje? Nikamwambia mimi nimeleta juu na kupigia simu hautaki kupick calls zangu. Akasema sinafaa ujijazie, mimi nisha move on. Mtu mwenye nimekaa naye miaka 4. Akaniambia na nikamwambia kwani reason ni nini? Akuniambia nililia nirudi kwetu. Na nikaambia mamangu akaniambia haina shida. Kama ameona mpatu wewe ni sawa. So mamangu ndiye alikuwa ananimotivate anasema hata tuna vijana wanakuanga hivyo. Na mimi ni nani? Bado nilikuwa nafanya nini? Nampenda. Sitaki bado tu nampenda guy. Hata kama amekucheat bado. Amenicheat lakini bado imagine na force to issue. Bado tu nampenda ile mbaya. Juu alikuwa amenipromise atafanya nini? Tutaoana. Na hiyo mwaka inafaa tuoane ndio nimepigwa heartbreak. Unaona? Ni ngumu. Sasa kama tunaendelea, mimi naona ni kama udem yeye alikuwa anakujua na wewe unamjua. Tunajuana wote, imagine. Sikia story na flow. So achara. Haya. So mimi nikaendelea na shughuli zangu, kwenda kazi na mpigia. Ikafika to an extent akaniblock namba zangu zote. So nafika kazi natumia simu ya mabeshte zangu. Unaona? Hadi niko na beshte yangu nikamwambia nataka ukuje mtu fulani mdanganye niko hosi nimelemewa. Lakini sasa kitu ilikuwa inaniambia niambie beshte yangu amwambie na asipokuja nitafanya aje. Sasa nilikuwa nataka nitumie uongo nione bado kama ananipenda. Namtafuta jamaa like hashtuki. Tukaenda kitu kama 1 month. Unaona? Nilienda mwezi mmoja bado namtafuta, hataki kunipigia, hataki kufanya msao bado wako na udem. Tukakuwa hivyo akapoteza kazi. Alikuwa anafanya kazi ikaisha.
unaona. So venye kazi ikaisha, akaanza fanya nini? Kunitafuta. Saa zile amesota sasa. Akaanza kunitafuta. Mimi naye ni nani? Akili yangu sijui ni gani. Mimi ndio huyo. Nimerudi kwake. Nikarudi kwake. Akaanza kuniambia venye dem sijui ni mbaya nini. Sasa mimi namsupport. Unaona, kazi imeisha. Sasa vile kazi iliisha, alifukuza huyu kazini yake. Huyu alijitoa akaenda. Maybe alikuwa hapo after. Maybe. Sasa vile aliishiwa akaamua aende. Venye huyu boy aliishiwa kazi, huyu akafanya nini? Akaenda, huyu dem akaenda. Mimi nikafanya nini? Karudi. Baba shika. Nakwambia nilisupport you boy. Hakuwa na kazi. Hakuwa na kila kitu. Mimi namsupport. Nabeba unga, naenda nayo. After hiyo madharau yote, naenda nayo. Nabeba chumvi, kila kitu kwa nyumba yetu nampelekea, unaona. So tukakuwa tuna yeye hivyo hana kazi. Kazi ilisha kwake completely, unaona. Mimi kitu najiuliza nini? Mbona umekufanyia mabaya hayo yote? Na bado imagine bado narudi na mbona nilikuwa na mazuri gani wewe? Na hata kwanza umempenda juu ya nini? Guy juu hana ndo. Aki wallahi nilikuwa nampenda. Hata sijui niwaambie nini. Nilikuwa nampenda sana. So akakuwa tu hana chochote. So nilikuwa namsupport. Hadi kuna wakati namtumia 5,000 naongeze kwa zingine alipe rent. Alikuwa analipa rent 10,000. So namsupport nini. Tunaendelea hivyo. Tena akaanza kunicheat na huyo the so called cousin tena. Ule mmoja akarudi. Imagine akakula mali yako sasa. Ndio sasa. Udem akafanya nini? Wakarudiana. Sasa udem wanaonyesha sasa wazi. Anaenda hadi analala huko. Mimi nikienda huko anaenda analala kwa huyo dem. Unaona? Mimi nanyamaza tu. Haya. Wakiingia anatembelea jamaa. Alafu jamaa anakuacha kwa nyumba. Anagecha kwa nyumba anaenda kuona huyo dem. Sasa akishatoka amekwambia anatoka kama mmegombana ama anaenda kimya. Nikipika mboga anasema iko na mafuta mingi. Unaona? Like anaenda tu vijisababu. Anasema ndio atoke. Ndio anatoka akiendanga. Hivyo. Alafu sasa wewe unabaki na situation. Sasa mimi nabaki tu kwa nyumba na pick mama alinimotivate. Alikuwa ananiambia unafanya nini huko? Chukua vitu zako ndio tufanye nini? Urudi hapa. Shida. Na imagine sijazaa na mtu, like nampenda tu. Hata sijui shida yangu ilikuwa nini. Unaona? Mamangu ananiambia unafanya nini? Mtu hata hakuna kitu anakusaidia. Unafanya nini huko? Mimi naenda. Hata sitaki tutobolee zile juu mpaka mtu anampenda hivyo pia yeye labda anaweza kuwa anasikia hizo story. Nataka umwambie kitu yenyewe ulikuwa unampendea. Kitu yenyewe ulikuwa unaona kwa mwingine hapo. Ndio mtu anakucheat unajua wallahi. Hapo kuna siri mahali. Acha niwaambie aficha sijui. Labda mechi iko safi. Ama mambo. Alikuwa anakupeleka. Wala akisijui. Huyo boy acha tu niwaambie ukweli. Hata sijui hakuwa anajua mechi by the way. But mimi nilikuwa tunampenda bure. Imagine nilikuwa napenda huyo. Na ulikuwa na watu wengine majamaa wanakutafuta sana hadi mabeshte zake. Unaona? Sasa unaogopa nini kupoteza kwa huyu jamaa? Hapo ni mswali. Unaogopa kupoteza nini kwa huyu jamaa? Okay, kama unaenda kwa watu wengine. Kumpoteza yeye tu. Sikuwaitaka kumpoteza. Ndio nilijua atanioa na nitakaa na yeye. Yeye ndio nilikuwa napenda. Sana. Unampenda na ana kitu. Ana kitu. Sasa mpaka unachukua pesa zako. Unampelekea. Uga mama yako. Unaona mtakula nini sasa? Acha nikwambie hadi na kopa loan nampea alipe rent. Wow. Alipe rent. Ni bado nampenda. So sawa, tulikuwa tumefika mahali unampelekea alafu tukifika kwa nyumba
napika chakula, nasema hii chakula iko na chumvi mingi, mara iko na mafuta. Like analeta tu excuses. Anafanya nini? Anakasirika, anaenda. Na hivyo ndio ameenda. Atarudi maybe kesho jioni. Haya, sasa mimi nikaendelea, tukakaa tu na yeye. Haya, wakiingia live, huyu demu alikuwa sijui anafunguanga live, unaona wanaingia. Wenye walikuwa naongea na huyo demu. Hadi hata nichungulie live, ananiambia unachungulia nini? Huyo demu anamuuliza kwani uko na nani hapo? Anamwambia don't mind. Unanyamaza tu. Okay, swali hili. Unapo complain kwamba unapika chakula iko na mafuta mingi. Wewe ulikuwa unachukua hatua gani? Umewahi kufikiria kubalance hiyo mafuta iko ile kiwango yenyewe? Hadi naweka mafuta kidogo kabisa. Nokea kidogo kabisa, anasema karibu kule. Anasema hakuna hapa mafuta. Kwani mafuta iko kwa hii nyumba? Hakuna hapa mafuta. Kumbuka hiyo mafuta mimi ndio nimenunua. Anasema hakuna mafuta ama mafuta iko mingi. Unaona, nita tu sababu mingi. So, wanaingia live, wanachat, wanafanya nini, na nyamaza tu. Sasa kuna wakati huyu landlady alikuja kwa nyumba, hakuwa amelipa rent. Alikuwa mama. Huyu mama akaniambia, msichana wangu nafanya nini hapa? Huyu mwanaume analetanga hapa wanawake wengi sana. Hadi kuna wengine ukiingia wamekaa kwa kitanda. Huyo mama aliniambia hivyo, na huyo mwanaume alikuwa hapo. Unaona, alikuwa mama Mkikuyu, alinisaidia. Akaniambia huyu mwanaume analetanga wanawake wengi. Ukiingia unapata wengine wamekaa hapo. So huyu mama akaniadvise mimi na sisikii. Nikanyamaza tu. So huyu mama akaenda akasema msipolipa pesa yangu kesho hamtaingia hapa. Mimi nani nikaenda kazi. Nikaanza kopa pesa tena. Tuchange pesa tulipe nyumba. Haya. Hivyo tu nikachanga 3,000 nikampa. Akasema kwani ungepata zingine 3,000 zitatosha 10,000. Mwanaume ananiambia hivyo. Sasa hapo nilisikia vibaya sana. Nikamwambia unaweza nirudisha hiyo pesa? Nikipata zingine nitafanya nini? Nitajaza ndio nikutumia. Akasema hata nishanunua kitu kingine. Nikamwambia umenunua kitu na inafaa tulipe rent. So hapo ndo rangu ilianza kufanya nini? Kumchukia tu, unaona. Nikaanza tu kumchukia pole hadi akiniambia unaweza kama, namwambia sasa niko busy sitameka. Haya, tena kisha ananiambia utakaa hivyo tu, naenda tu once kwa wiki, maybe naenda once, ama nikienda asubuhi Sunday narudi jioni. Akiniambia next, namwambia niko busy sitakuja. So hivyo tu nikaanza kujikeep busy, unaona. Nikajikeep busy hadi hapo tu feelings zikapotea completely. Akaanza kunitafuta, ananifanyia please call me, ananipigia, like ilikuwa kitu kama 3 months kuheal, unaona. So ikawa tu nani alikuponya? Mamangu. Mamangu anakuponyaje wewe? Acha nipange, mamangu ndiye alikuwa ananimotivate. Alikuwa hadi anamjua, ni mtu mwenye alikuwa hadi wanaongea na mamangu, unaona. Alikuwa hadi anaongea na mamangu, anamdanganya venye ananipenda. Unaona. So mamangu venye nilikuwa namwambia venye alikuwa ananifanyia, unaona. So wewe huyu jamaa ulikuwa umempeleka kwa mama yako? Asikuwa nimempeleka, but walikuwa wanaongea kwa simu. So mamangu ndiye alikuwa ananipea advice. Unaona. Lakini advice zenye anakupea ni za kumsahau. Ananiambia achana na mtu kama wewe. Mtu hakuna kitu amekupea, nguo hakununuli, mtu hana kazi, unaona, atakupeleka wapi? So kwa hiyo situation unaweza ambia nini msichana mwenye kwa saa hii anakuangalia halafu mama yake anakuwa anamwambia manzi huyu jamaa atakuharibia maisha, lakini hataki kusikia? Through your experience unaweza mwambia nini? Yenye mimi nazaambia mtu usiwahi date mwanaume mwenye hana pesa. Usiwahi, never. Usiwahi. Don't settle for less. Usiwahi. Okay, unaweza hata kama hana pesa, at least mnasaidiana, uko na pesa, ana pesa, hata kama hana ile kiwango kubwa, at least yako na kapesa, si mwanaume mwenye anakutegemea wewe mwanamke, unaona.
Yeah. Kwa hiyo mzazi sometimes tuheshimu si hata sometimes tuheshimu ushauri wa wazazi, ama mzazi akikwambia huyu jamaa si mzuri, ni vizuri kumsikiliza. Ni vizuri kumsikiliza kabisa. Kama ungemsikiliza mwanzo, hayo yote imagine singepata haya yote. Singeyapitia kabisa.